kwa mshale wa neno, neno la uzima. Kitabu cha Kumbukumbu la Sheria 29 mstari wa 5, maandiko yanasema, kwa muda wa miaka 40 mimi niliwaongoza jangwani, nguo zenu mlizovaa hazikuchakaa, wala viatu vyenu havikuchakaa miguuni mwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunaangalia hili neno la Mungu kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama Kumbukumbu la Sheria. Na neno linasema ya kwamba Waisraeli walipotoka Misri, walitoka wakiwa, yani walitoka kwa muda ambao Mungu alikuwa amesema ya kwamba wataondoka, kulingana na ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu, kulingana na ahadi ya Mungu ambayo alikuwa amewaahidi. Na wakawaambia, katika ile nchi mtakuwa watumwa, ama wazao wako watakuwa watumwa kwa muda fulani wa miaka 400. Na baada ya miaka 400 nitakuja kuwatoa kwa ile nchi na nitawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Neno la Bwana linasema ya kwamba kulikuwa na mfalme ambaye ni wa ile nchi ya Misri. Alikuwa anawapenda Waisraeli na alikuwa amewaweka kama raia wa Misri. Lakini kukaja mwingine baada ya yule mfalme kufa, na baada ya kuja kwa huyu ambaye hajui Waisraeli vizuri, neno la Bwana linasema ya kwamba akaanza kuwatesa. Akawapatia kazi kubwa na kazi ngumu, kazi ambayo hata wao wenyewe walilalamika. Lakini Mungu akiwa mbinguni, kwa sababu Waisraeli walimlilia, alisikia kilio cha Waisraeli na akamtuma Mose, akamwambia, nenda katika nchi ya Misri na ukawatoe watoto wangu katika utumwa. Hata kama Mose alikuwa anatoa vijisababu, Mungu mwenyewe alimlazimisha, ama Mungu mwenyewe alimsukuma hadi akahakikisha ameingia katika ile nchi. Na neno la Bwana linasema ya kwamba kuna mambo mengi yaliyotokea pale, lakini baada ya hayo yote Waisraeli walipata kutoka kwenye ile nchi. Mambo ni mengi yanaweza tokea kabla uingie kwa ahadi zako, ama hata kabla utoke kwa hiyo shida. Lakini jambo la maana ni kwamba hata yainuke, lazima utawaitoka kwa hiyo shida ambayo imekuzuilia, kwa hiyo shida ambayo unapitia. Hata mambo yatokee makubwa aje, hata mambo yatokee magumu aje, hata mambo yatokee yanayokutatiza aje, kile ambacho anakuja ni kuhakikishia ni kwamba majaribio ni ya muda tu, majaribio ni ya muda mfupi, na muda huo ukiisha, utaingia kwenye ahadi yako, kwa kuwa utatoka kwenye hiyo hali. Neno la Bwana linasema ya kwamba Waisraeli baada ya muda mrefu wakatoka katika ile nchi ya Misri. Mungu akawaelekeza katika nchi ambayo alitaka waende. Wakapita kwenye bahari ya Shamu. Mungu akatengeneza njia kupitia Mose. Mungu akatengeneza njia. Walipovuka ile ng'ambo nyingine, walikuwa wanaona ni kana kwamba wanaota mchana. Kwa sababu gani? Wale waliokuwa wamefuata wamefilia baharini, na sasa wako mahali pale ukingoni, wanaona maiti za Wamisri zimeelea. Neno la Bwana linasema ya kwamba Miriamu akachukua chombo cha wimbo na akamwimbia Mungu wimbo. Vile vile pia Mose akaimba wimbo, na wakaanza safari sasa ya kuelekea katika nchi ya Kanaani. Maandiko ya Bwana yananiambia Mungu aliwatangulia mchana akiwa kwenye mnara wa wingu, na usiku aliwatangulia akiwa kwenye mnara wa moto. Kumaanisha mchana walikuwa wamefunikwa na wingu la Jehova, hawakuchomeka na jua la jangwani. Usiku walikuwa wametanguliwa na mwangaza wa Jehova, hawakupatana na giza jangwani. Mpendwa, ni kuambie, ukikaa chini ya wingu la Jehova, hakuna wakati ambapo utachomwa na jua la ulimwengu, hakuna wakati utachomwa na majaribio, hakuna wakati utavunjika moyo, hakuna wakati utashindwa na safari. Waisraeli hawakushindwa na safari kwa sababu walikuwa chini ya wingu la Jehova ambalo liliwaongoza mchana. Penda kuongozwa na Jehova ukiwa chini ya wingu la Jehova. Penda kuongozwa na Jehova ukiwa umeongozwa na moto wa Jehova. Usiku na mchana hakuna siku ambayo utashindwa. Na neno la Bwana linaniambia wakiwa pale jangwani walikuwa wanakula na wanakunywa. Chakula kilitoka mbinguni na kingine Mungu akawapatia ikiwa nyama. Pale jangwani hawakuteseka. Maji ilitoka kwa miamba. Mungu aliwapenda Waisraeli kiasi cha kwamba aliwabeba kutoka Misri
akawapitishia jangwani. Na ile jangwa, na unajua jangwa ni mahali pa kujaribio. Jangwa ni mahali ambapo ni mahali pa kushindwa na hata kuishiwa na nguvu. Lakini hawa watu wa Mungu hawakuishiwa na nguvu. Hawa watu wa Mungu walikuwa wanatanguliwa na Jehova. Wakipata njaa, Mungu anawapatia chakula. Wakipata kiu, maji inatoka kwenye mwamba. Mungu aliwapenda kiasi cha kwamba aliwapatia chochote ambacho walihitaji. Wakiwa pale jangwani, walipopatana na maji machungu, Mungu mwenyewe aliwatengenezea maji kwa sababu ya kupendwa na Jehova. Mpendwa alilia kupendwa na Jehova. Wanadamu wanaweza wakakupenda na wasikusaidie. Wanadamu wanaweza wakakupenda na upendo wao uishie kaburini. Lakini ukipendwa na Jehova, mpendwa, hakuna siku ambayo utakosa chochote kile ambacho unahitaji. Mahali ambapo tumesoma neno la Bwana limesema hivi, Mungu akawanenea na akanena kwa njia ya Mose. Akawaambia hivi, mkiwa jangwani, viatu zenu hazikuraruka, hata mavazi yenu hayakuchakaa. Kumaanisha nini? Walikuwa mahali pale, walitembea miaka 40 jangwani, na hiyo miaka 40 viatu hazikuchakaa, nguo zao hazikuchakaa, wala hazikuraruka, viatu hazikukatika. Mungu aliwapenda kiasi cha kwamba aliwavika utukufu ule. Aliwavika utukufu ule. Viatu zao zilikuwa zinakuwa kwa miguu yao kiasi cha kwamba hazikuraruka kwa miaka 40. Hata kama kizazi cha pili ndicho kilifika kwenye nchi ya ahadi, Mungu alibeba kile kizazi, yani kiasi cha kwamba hata miguu ikikua, viatu zao zinakuwa. Kwa kuwa nini? Kama viatu hazikuchakaa, kama viatu hazikuisha, kama mavazi ya kuchakaa, kama mavazi ya kuisha, ni kumaanisha nini? Hakuna mengine alikuwa anashonewa jangwani. Manake jangwani hakuwezi patikana nguo, jangwani hakuwezi patikana viatu. Zile ambazo walikuwa nazo, hizo ndizo Mungu alizitumia kuwafikisha katika nchi ya ahadi, kwa njia ya kuzifanya mpya kila siku. Ahadi za Bwana Mungu huwa anazifanya mpya kila siku. Ukikaa chini ya Jehova, kile ambacho unaona kana kwamba kitakuishia, mpendwa, hakitakuishia. Pengine wananena wanasema pesa zitakuishia, ninakwambia hazitakuishia. Wengine wanatoa misemo na wanasema kuwa unasalimia watu pesa huwa zinaisha. Zako hazitaisha. Pesa zako hazitaisha. Waisraeli nguo zao na viatu zao hazikuchakaa na hazikuraruka, hazikuisha. Vile vile ninakuja nitabiri, niseme ya kwamba hata na wewe hautaishiwa. Mavazi hayatakuishia, nguo hazitakuishia, viatu hazitakuishia. Chochote kile ambacho uko nacho hakitakuishia. Ukimtumainia Mungu, kile ambacho uko nacho, hata kiwe kidogo, Mungu atakiongezea. Hiyo chakula unaona inaisha, haitaisha, Mungu ataiongezea. Hiyo pesa unaona kana kwamba haitamaliza hiyo nyumba, haitaisha, Mungu ataiongezea. Kile chochote ambacho unaona kana kwamba hakita kukamilisha kwenye majira haya magumu, nimekuja nikwambie ya kwamba hakitaisha. Wataona ukianzia safari na wataona ukimalizia safari. Kwa kuwa ukiwa umetanguliwa na Jehova, hata binadamu watoe sauti, wewe umetanguliwa na sauti yenye nguvu. Hata binadamu wapigane, wewe kuna yule ambaye anakupigania. Nimekuja nikwambie, afya yako haitaisha, hata haitadidimia. Ulianzia biashara na wanatarajia ishe, nimekuja nikwambia haitaisha, itaongezeka. Uliingia kwa doa na wakasema tumempatia miaka 2, tumempatia miaka 3, itaisha. Leo nimekuja nitangaze nikwambie, ndoa yako itadumu, haitaisha. Ulianzia kazi ukaajiriwa na wakasema ni mwaka mmoja tu tumempatia, na hiyo kazi itakuja ishe, atafutwa. Leo nimekuja nikwambie, hata hiyo kazi haitaisha. Utaendelea, utafanya kazi, watagoja sana maadui, lakini wewe hautaisha. Haijalishi wanaenda wapi, haijalishi wanatumia nguvu gani, haijalishi wanaita Mungu yupi. Yule ambaye tunatumikia ni yule aliwatoa Waisraeli kutoka nchi ya Misri, akawavukisha moja kwa moja hadi nchi ambayo ilikuwa nchi ya ahadi. Na katika jangwa ile aliwapatia chakula, akawapatia maji, mavazi ya kuisha, viatu hazikuisha. Aliwabeba usiku akiwa amewatangulia kwa mnara wa moto, mchana akiwa amewatangulia kwa mnara wa wingu. Ni nini kinakuogopesha? Ni nini kinakutisha? Umebeba Mungu mkubwa, na huyo Mungu mkubwa ako na wewe, anakutangulia. Wakati unasikia kana kwamba moyo wako umeshuka, jua ya kwamba umetanguliwa na Mungu mwenye nguvu.
nguvu. Aha. Aliwacholea Waisraeli ramani kwenye jangwa miaka 40. Akawacholea ramani, akawacholea ramani. Yes. Wakafuata ile ramani hadi kwenye nchi ya ahadi. Mwenyezi Mungu kuanzia siku ya leo akuchorea ramani ya kuingia kwa baraka zako. Akuchorea ramani ya kuingia kwa biashara yako. Akuchorea ramani ya kuingia kwa ndoa yako, ya kuingia kwa biashara yako, ya kuingia kwa baraka zako. Kile ambacho unatamani mwaka huu kabla uishe, mwaka huu kabla uishe, wiki hii kabla uishe, mwezi huu kabla uishe, natangaza uwe umepata. Kwa kuwa Mungu anakuchorea ramani. Aliyewatangulia Waisraeli kutoka nchi ya Misri, mahali ambapo walikuwa wanateswa, akawapitisha bahari ya Shamu, akawavukisha kwenye ile jangwa hadi wakaingia kwenye nchi ya ahadi. Huyo hajabadilika. Pia siku ya leo anatutangulia. Chochote kile ambacho tunafanya sio siri machoni pake. Anakijua vizuri, anakielewa vizuri, na mwisho wetu anaujua kushinda jinsi ambavyo tunaujua. Usijalishwe na kesho, kwa kuwa wewe mahali unaenda hapo Mungu ashafika. Neno la Bwana linasema ya kwamba yeye ndiye Alfa na Omega. Ameshika mwanzo akiwa najua mwisho. Mwisho wako una Mungu. Kama vile mwanzo wako ulikuwa na Mungu, hata mwisho wako utakuwa na Mungu. Kama mwanzo wa Waisraeli ulikuwa na Mungu, alikuwa anajua mahali anawapeleka. Hata na wewe mwanzo wako uko na Mungu, na anajua mahali anakupeleka. Kwa hivyo mpendwa, usife moyo, usihangaike, yote yaachie Mungu. Mwache akutawale, mwache akutangulie, na hakuna siku utashindwa, na hakuna siku utaibika, na hakuna siku utalemewa. Barikiwa sana, Mungu akutende mema. Kwa mshale wa neno, neno la uzima.